Jamani, kwani kuna kitu gani ambacho kinawapunguzia nishati? Yaani wote nimeona miandika ni Afande Simba, wengine mnaandika ni Herman, wengi sana maandika Afande Simba, Herman, Afande Simba ndo amekuja, Herman ndo amekuja. Oh, guys, kuna kitu mnakifanya kinawapunguzia nishati. Sasa tulipoishia ni baada ya kuona sasa mambo mengi yameshakamilika nini na wakawa hapo nyumbani tayari. Sasa maisha mengine yanaendelea baada ya kumadapt huyo mtoto Chibonge ambaye sasa kwanza kalikatata kubadilishiwa jina. Mnakafahamu katoto kenyewe kana balako kana balaa vibaya mno. Kwa hiyo sasa mdao sasa wapo wanakula nini, mdao akifurahia chakula, mara Hamza aliweza kuhisi kitu na pale aliangalia uelekeo wa mlango na kujiuliza huyu bwana anafanya nini tena hapa. Sasa hapo ndipo tulipoishia msikilizaji, tukabaki tukaulizana huyo mtu aliyefika karibu na hao maeneo mpaka Hamza akahisi uwepo wake ni nani? Basi wengi ndio mkaa maandika Afande Simba au Herman. Sasa jibu linakwenda kupatikana, langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji wa hii simulizi ni Singano JR. Basi kutokea mbali msikilizaji, sauti ya kilio iliweza kusikika ndani ya eneo hilo la sebuleni kwa watu wote. Regina alikuwa ndio wa kwanza kuitambua hiyo sauti, na mara moja akauliza kwamba hiyo ni sauti ya Chinga, si ndio? Shangazi akajibu ya kwamba kwa nini lakini analia kiasi hicho? Kitu gani kimetokea tena? Msikilizaji, kwa hiyo mpaka hapa tunafahamu aliyefika hapo ni Chinga kwa mara ya pili tena. Hamza aliishia kutingisha kichwa chake kushindwa kuelewa. Tulimpa zaidi ya milioni 10 na kumwambia akafanya anachojisikia, lakini hasijapita hata siku 3 tayari ameshaingia kwenye matatizo. Aliongea Hamza. Licha ya kuongea hivyo, alionekana kujali, kwani pale alisimama na kutoka nje, na ile anafungua tu mlango aliweza kumuona Chinga akiwa amevimba pua huku nguo zake zikiwa zimechanika. Sio hivyo tu, Hamza pia aliweza kuona mwili wa Chinga ulikuwa umeumia kwa ndani. Basi Chinga huku sasa akitoa kilio kama mtu aliyekosewa sana, akasema Mr. Hamza, nimepigwa, kuna mtu anataka kuniua huko. Alilia huku sasa akikumbatia mguu wa Hamza akilia kama mtoto. Uso wa Hamza ulikunjamana, na yote ni kwa sababu alimwahidi master wake Chinga kwamba angemjali kwa karibu. Ingawa bwana huyu alikuwa ni wabeiche, lakini alikuwa ni mtu mwema na mwaminifu. Hamza alitumaini siku moja Chinga angeweza kuwa na uwezo mkubwa na kuwa mtu bora anayejisimamia kwenye mambo mengi tu, na ndio maana alimpatia mafunzo mengi na hata vidonge. Sasa kuona siku hiyo kuna mtu kamshushia Chinga kichapo kiasi cha kumuumiza kiasi hicho, kwa nini Hamza sikasirike? Hamza aliona kama Chinga angekuwa mbishi kidogo na pengine kukamatwa na huyo anayemfukuza, kuna uwezekano angepoteza uhai, na kama angekufa Hamza hakujua angejibu nini mbele ya wazee wa kambi ya nyumbani tu. Kufikiria hayo yote, fukuto la joto liliuvaa moyo wake na haraka sana alimuinua Chinga kutoka chini. Wewe ni mwanaume, kwa nini unalialia kizembe? Kidongo nicho kupatike kwa wapi? Si utumie hicho kuzungusha nishati yako ili upone. Kidongo nichompatia mtu aliyetaka kuniua amekichukua. Nini? Ndio sasa Hamza alishangaa. Hata Regina na wengine walitoka nje na walishangazwa pia. Hawakuamini kama kuna mtu ama kuna maharamia wanaotaka kuua mtu asubuhi yote hiyo. Hamza alitaka kuuliza ni watu gani hao waliomfanya Chinga kuwa katika hali ya kusikitisha hivyo, lakini ni muda ule Hamza aliweza kuhisi ujio wa mtu upande wao kwa spidi kubwa. Mara baada ya kuvuta pumzi moja tu, tayari mwanaume aliyevalia shati jeupe, mwenye nywele fupi, ambaye alionekana kutafuna bablish, alitokea katika eneo la bustani ya nyumba hiyo. Mara baada ya Hamza kumchunguza bwana huyo, hakika aliweza kuona alikuwa na uwezo mkubwa kuliko Chinga. Hata hivyo kimsingi asingeweza kumpiga Chinga vibaya namna hiyo. Sasa yule mwanaume kwa kejeli sana akasema kwamba bonge, hivi unadhani utaweza kunishinda kukimbia? Chinga alijificha nyuma ya Hamza akiwa na woga na kuongea kwa kupanic yani. Basi Chinga akasema kwamba Mr. Hamza alinipiga ni yeye. Huyo jamaa ana roho mbaya sana na ni ajabu. Hey, wewe ni nani? Na kwa nini umemjeruhi Chinga?
Hamza aliweza kuhisi namna bwana huyu alivyokuwa na maringo na kuonekana hana anachogopa. Chinga, hebu nielezee kile kitu kilichotokea, aliongea Hamza. Ingawa ilikuwa ni rahisi kwake kudili na bwana huyo, lakini alitaka kwanza kujua kilichotokea. Mimi ulivyoniambia nikatembea msituni na mjini. Niliona itakuwa vizuri kama nitakutana na watu tofauti wa kambi kwa ajili ya kushindana nao. Sasa nilipofika hapa Dando, nikatokea kukutana na huyu jamaa kwenye kambi ya wachaji na kuomba kujaribisha naye nguvu, lakini badala ya kupokea ombi langu alinichukulia kama shushu mimi niliyetumwa na wakosi wa Simba kwa ajili ya kuchunguza. Hivyo akanikasirikia. Nilimwambia mimi ni wa kambi ya nyumbani tu, ila hakutaka kunielewa na kusema sisi wa nyumbani tu ni kitu kimoja na familia nyingine za ungwa wa Simba. Hamza baada ya kusikia maelezo hayo mafupi kutoka kwa Chinga hakutaka kujua kilichoendelea, kwani ilikuwa wazi, lakini bado alikumbuka tukio la mwisho baada ya kukumbuka yule jula wa kambi ya wachaji. Aise, wewe ni mwanafamilia wa kambi ya wafuga nyuki, si ndio? Ndio. Mimi ni uzao wa Mzee Bizu. Naitwa Jiwia. Naamini kwa namna huyo bonge anavyozungumza utakuwa ni wewe uliyempatia kidonge cha nguvu ya kiroho, si ndio? Kama ni wewe na unajua kipi ni kizuri kwako, haraka sana tupatie kanuni uliotumia kutengeneza hiki kidonge. Vinginevyo sije kunilaumu nikiwa mkatili hapa nyumbani kwako. Kwa uwezo ulionao, wewe unifikiko lolote lile. Hamza, kumbuka ya kwamba msikilizaji, Hamza hakuwa mvuna nishati, lakini bado alikuwa na nguvu za nishati. Lakini kutokana na uwezo wake kuwa mkubwa ilifanya aonekane alikuwa katika levo ya mkandamizo wa nafsi. Hivyo mara baada ya Jiwia kuona Hamza alikuwa katika levo hiyo ya nafsi, hatua za mwanzoni kabisa ambazo hata mwenyewe msikilizaji unaweza ukawepo, aliamini alimweza kabisa na angejipatia mbinu kubwa sana ya kutengeneza vidonge. So Hamza alishia kugeuka na kumwangalia Regina, kisha katabasamu. Wife, inaonekana kuna muunganiko wa kikoo mkubwa sana wa kishirika kutoka kupambana na Chimagai wachaji, na sasa tumegeukia upande mwingine wa Bizo, aliongea Hamza. Regina alishia kumwangalia tu yule mwanaume kwa macho baridi. Basi akaulizwa kwamba wewe kwa nini unakuwa mhalifu mchana wote unaanza kuumiza watu kwa kuvunja sheria? Jamaa alicheka akasema, kuvunja sheria? Hizo sheria sizipo tu kwa watu wa kawaida. Tangu lini sisi wa uungu wa kale tukafungwa na sheria? Kabla hata hajamaliza sentensi yake, aliweza ghafla tu kusikia sauti kutoka nyuma yake. Kwa hiyo ndio sifa gani kuwa na uungu? Kama kuna maadili na busara pia huna? Kuna tofauti gani kati yako na binadamu wa kawaida? Jiwia alijikuta akitetemeka na haraka sana aligeuka akiwa haamini. Sasa ile kutaka kuuliza kwamba Jiwia hakuelewa hata ni kwa namna gani Hamza alitokea nyuma. Pigo hili ni kwa ajili ya Chinga, aliongea Hamza, na pale pale alirusha kiganja cha mkono. Ingawa alirusha kama anajaribu kuua mbu, lakini mara baada ya kumpiga Jiwia alirushwa kwenda mita kadhaa nyuma. Jiwia alishia kujikokota tu huku akitema damu nyingi sana chini, huku akihisi mbavu zake mbili zimevunjika, lakini bado aliweza kusimama haraka. Mara baada ya kugundua Hamza alikuwa mbali na alivyomfikiria kama mpiganaji wa mkandamizo wa nafsi pekee, haraka sana alipandisha uwezo wake kwa 100%. Jamaa akasema ya kwamba mimi naona kitafuta kifo, hivi unathubutu vipi kunishambulia kwa kunishtukiza? Jamaa aliongea hivyo. Pale pale macho yake ni kama alipoteza kiini cheusi na kusababisha mwanga fulani hivyo ajabu. Sasa Chinga akasema kwamba Mr. Hamza kuwa makini, macho yake ni ajabu huyo. Jamaa alikuwa bado ana maumivu. Sasa Hamza hakuhitaji hata kukumbushwa, kwani tayari alishafahamu kuhusu mboni nyeupe. Ni aina ya mafunzo ambayo baadhi ya familia pia huwa nazo. Hayo yote aliweza kuyafahamu kutoka kwa taarifa ya kitengo cha binamu na ile aliyopatiwa na Afande Himidu. Msikilizaji, ukweli ni kwamba pigo ambalo alimpiga nalo halikuwa kubwa sana, kwani bado alitaka kujua ni mbinu gani nyingine ataonyesha. Ni pale pale Jiwia alionekana kutoa visu 8 kutoka kwenye kiuno chake. Visu hivyo, eneo la mshiko wake kulikuwa na kamba ya waya mwembamba mno.
yaani ni wembamba ambao ulitosha kumkata mtu. Basi Jiwia kwa sauti akasema, kufa! Jiwia alirusha visu 4 huku sasa akitawala kamba zake na kumzingira Hamza kwa haraka. Hamza hakutumia nguvu ya kusudi kukabiliana na visu hivyo, na badala yake aliamua tu kukwepa visu hivyo. Hata hivyo Jiwia alikuwa kama ameshafikiria dakika moja mbele, kwani pale pale alichezesha visu vingine kuelekea upande ambao Hamza alitaka kukwepa. Hamza alijiambia hakika ni kama alivyosoma tu. Watu wa mboni nyeupe walikuwa na uwezo wa kuotea mienendo ya mtu. Kupitia mbinu yao ya kuvuna nishati, waliweza kujitengenezea uwezo wa kuweza kutabiri mtu angefanya nini wakati wa mapigano. Ingawa kuna ambao walikuwa na uwezo wa kutabiri hata mapigo 4 mfululizo mbeleni, lakini hiyo ilitegemea zaidi na ukubwa wa nguvu za nishati mwilini. Hata hivyo uwezo wao ulikuwa ni wa nguvu kwa wale washindani wanaolingana nao, lakini si kwa wale wenye nguvu kubwa kuwazidi. Hamza mara baada ya kuona uelekeo wake umeweza kuotewa, hakuweza kukwepa tena. Hivyo pale pale haraka sana aliachia pigo la kusudi na kusambaratisha vile visu. Jiwia alijikuta kifubaa kwa hofu. Akasema kwamba silaha ya kusudi. Hakupata hata muda wa kurudisha visu vyake, ingawa alitegemea hilo. Lakini bado spidi ya mkono wake ilikuwa ni ndogo sana. Aliweza kushuhudia pekee visu vyake vikimezwa kimoja baada ya kingine na nguvu ile ya kusudi. Mara baada ya visu hivyo kupotea, kamba ile haikujali ilikuwa nyembamba kiasi gani, isipokuwa na nguvu yoyote. Mara baada ya Hamza tu kukita mguu chini, pale pale aliongeza spidi kumsogelea Jiwia kwa kasi. Macho ya Jiwia yalimtoka akijaribu kuotea miondoko, ile hatua ama miondoko ya Hamza. Basi akaanza kusema kushoto kulia, kushoto kulia. Kwa jinsi Hamza alivyosogea kwa kasi kwa namna ya zigzag, ingawa aliweza kuotea baadhi ya miondoko yake, lakini bado spidi ya Hamza ilikuwa ni kubwa mno kushindwa kuendelea kutabiri. Sasa licha ya mara ya mwisho kujua Hamza atampiga kupitia kulia kwake, lakini bado hakupata spidi ya kutosha kuweza kumkwepa. Alishia tu kupokea pigo la ngumi ya uso. Hamza alimfyatua Jiwia kwenda angani na ngumi tu ya kumbetua kidevu. Na mara baada ya kuona kafyatuka, naye sasa akamfuata huko na kisha akamongezea ngumi 3 za sha. Kisha akamalizia na teki ambalo ilimpeleka bwana huyo kwenye bustani, kusasa shimo likijitokeza sehemu aliyotua. Jiwia alisha tu kuangalia mwili wake kwa namna mshangao. Hakuna sehemu yoyote katika mwili wake aliweza kuinua, hakuna. Hakuamini mtaalamu kama yeye aliyepanda level juzi tu ataishia kugeuzwa kiwete na Hamza kwa ngumi tu. Hamza mara baada ya kutua chini alishia kuweka mkono wake kiunoni na kuongea kwa kuridhika. Aisee, ni heri kupiga watu na ngumi kama hivi. Nguvu ya kusudi inaua haraka sana. Anaongea Hamza. Mara baada ya Jiwia kusikia kauli hiyo, machozi pekee ndio aliyomtoka. Hakuamini mtu wa kuheshimika kama yeye angechukuliwa kama punching bag. Hata hivyo ndio muda alivyozidi kuwa na wasiwasi na kujiuliza, huyu bwana aliyekuwa mbele yake ni nani? Sasa Jiwia akauliza kwamba wewe ni nani bwana? Uogopi watu wa ukoo wangu kuja kukushughulikia? Hii ndio sababu ninawachukia watu mnaojiita koo za kiungu. Kwa sababu kwenu mnadhani ni sawa kuumiza wengine, ila nyie ndio hampaswi kuumizwa, si ndio? Mara baada ya Hamza kuongea hivyo, kwanza Hamza alishia kumkanyaga bwana huyo kichwani, na pale pale kilichofuatia fuvu lilipasuka na alidedi hapo. Uwezo kupasuliwa fuvu alafu ukabakia hai. Katika eneo la getini, yeye akiwa mlangoni, mara baada ya kuona sasa anachofanya Hamza, macho yake alitanuka. Alikuwa ameshikilia sausage kwa nguvu kama vile alikuwa na hasira nayo. Ilikuwa wazi hata yeye alitamani naye kwenda kupiga kidogo. Mara baada ya Reji kumuona Bando katika hali hiyo, msikilizaji, ulidhani nani? Ni Bando. Alitamani yeye kwenda kuua huyu mtoto wa shetani tu. Mara baada ya Reji kumuona Bando katika hali hiyo, alishia kuhisi kichwa kinamuuma. Alijiambia Hamza kufanya jambo hilo tena nyumbani inamfundisha nini mtoto? Sasa Chinga akasema kwamba Mr. Hamza wewe ni noma. Huyo jamaa angeniua na visu vyake, lakini wewe umemua kwa pigo moja tu.
Hamza alishia kuchomoa kidonge kutoka kwenye mwili wa Jiwia na kisha akamrushia Chinga. Kula hicho kidonge, nazungusha nishati yako. Ili swala la ukoo wa wafuga nyuki hili bado halijaisha, aliongea Hamza. Mara baada ya Chinga kusikia hivyo, aliuliza kwa utulivu akasema kwamba Mr. Hamza, unapanga kwenda kuwatembelea wachaji? Washaanza kufanya wizi wao mchana kweupe tu, tena mbele ya nyumba yangu. Sasa unadhani mimi naweza tu kuangalia? Aliongea Hamza na sura iliyovimba. Msikilizaji, ukweli ni kwamba watu wa kambi ya wachaji waliishi kwa kujificha sana mbele ya raia, na ni wachache sana waliojishughulisha na masuala ya jeshi. Lakini inaonekana baada ya wazee wao wa kale kurudi moja kwa moja, walianza kujionyesha hadharani, lakini katika namna isiyotakiwa. Sasa kutokana na jambo hilo, Hamza pia hakuwa na taarifa zao za kutosha kwamba ni wapi wanaishi ama wapi wanajificha. Alichofahamu tu ni baadhi ya washirika wao, mfano ikiwemo Mheshimiwa Bi Angel Chigai anayeishi hapo Dar es Salaam, ambaye ni mbunge wa jimbo la Mkuranga. Miaka mingi iliyopita, ili kukabiliana na migogoro ya kikabila na kikoo, familia ya ukoo wa Simba kupitia nguvu ya jemadari waliweza kudhibiti kwa kiwango kikubwa watu wenye mafunzo ya nishati kwa kutokuonyesha nguvu zao hadharani mbele ya raia wa kawaida. Hata wale ambao waliruhusiwa ni pekee tu ambao walikuwa tayari wameshadahiliwa kujiunga na vitengo vya jeshi, masala ni kitengo cha Malibu. Lakini sasa kuondoka kwa jemadari, kurudi kwa wazee waungu wa kale na familia ya ukoo wa Simba kupoteza muhimili, ni kama kambi hizi za mafunzo ya nishati hazikutaka kuficha uwezo wao na kujionyesha wazi mbele ya raia. Serikali za mamlaka ya kiraia hazina uwezo wote wa kukabiliana na watu aina hiyo, zaidi tu ya kuishia kuangalia. Sasa Hamza anajiuliza, itakuwaje kama swala kama hili likiendelea? Vipi kuhusu watoto wadogo kama Bando akiwa shuleni akakumbana na adha ya namna hiyo? So Hamza kupendelea kuwa shujaa anayeokoa nchi na watu. Alichotaka ni kufanya aliyo ndani ya uwezo wake kulinda watu anaowajali wasiumie. Mara baada ya Chinga kusikia kwamba wanatakiwa kurudi kwenda kambi ya wachaji, muonekano wake ulikuwa ni wa ajabu kama mtu asiyetaka. Basi Hamza akasema kwamba tatizo kwa nini? Utaki kwenda na mimi ama nini? Isije kawa kuna siri nyingine hujaniambia ndio maana ukashambuliwa. Hamza kuuliza hivyo, Chinga akasema kwamba hapana, ni kwamba tu nataka kupona kwanza. Aliongea Chinga na kisha pale pale akameza kidonge kile na kuzungusha nishati zake mwilini na kusubiri angalau kwa dakika 15 kukaa sawa. Hamza alitumia muda huo kuwaagiza watu wake kwa ajili ya kusafisha eneo la tukio na kufuta kabisa viashiria vyote. Mara baada ya Hamza kuridhika na maagizo yake, alitoa gari moja na kisha akaliendesha kuelekea Vikindu. Mara baada ya kufika ndani ya eneo hilo, Chinga alielekeza upande mwingine na Hamza alifuatisha. Kulikuwa na msitu mzito ndani ya eneo hilo, na haikuwa mara ya kwanza kwa Hamza kuuona, lakini siku zote alichukulia eneo hilo ni kama la kitalii tu. Kumbe ni eneo pia ambalo lilitumiwa kama kambi. Mara baada ya kuendesha gari kwenye njia ya vumbi na kuingia ndani zaidi msituni, aliweza kukutana na kibao kilichoandikwa kuwa eneo hilo ni la kufugia nyuki na watu wa kawaida hawaruhusiwi kupita. Mbele kabisa kulikuwa na kizuizi pamoja na kinyumba hivi kilichoonekana kama cha mlinzi. Wakati muda huo Hamza akiwa amesimama nje ya geti hilo, pale pale waliweza kutokea watu 8 waliovalia mavazi ya rubega kama mashuka mawili hivi. Wote walikuwa na vipara, huku vichwa vyao wakiwa wameviinua juu kama vile ni hawakutaka kidevu kizibe shingo. Na ungewatazama viunoni mwao basi ungeweza kujionea walikuwa wamefunga silaha ndefu kama sime. Basi Chinga akasema kwamba Mr. Hamza, majamaa ndio walionifanya nisogele ile eneo. Yaani wanasisimua muonekano wao. Kivipi wanasisimua? Si muonekano wa kitamaduni tu. Mr. Hamza, mimi nilihisi ni watu ambao labda hata ningeweza kuelewana nao kirahisi nini. Ni yule jamaa alikosa tu uelewa haraka. La sivyo mimi nisingehitaji hata kusumbua. Wakati wakiongea, wale watu 8 waliovaa rubega walikinga njia mbele kama vile hawakutaka Hamza kuingia ndani na kuashiria asimamishe gari. Hamza hakuwa hapo kuongea na watu, hivyo hakujisumbua nao. Isitoshe alishagundua mabwana hao walikuwa katika hatua za mwanzo kabisa za mafunzo ya nishati. Kwa ufupi, mtu wa kawaida angejua labda ni walinzi wa eneo hilo.
Hamza alivuta mafuta na kufanya gari hilo kutoa ngurumo kubwa kama inajiandaa kuanza mashindano ya mbio, na kisha akaisogeza mbele. Mabwana hao sasa walishia kuruka pembeni kuona kwamba Hamza angewagonga. Hamza kusimamisha, ingawa mbele kulikuwa na kizuizi, ila alishia kupita nacho. Wale mabwana kuona vile, mara moja walinua simu zao za mkonga na kuanza kutoa ripoti juu ya uvamizi. Hamza alishia kuingia eneo hilo kibabe mpaka akafika ndani kabisa kwenye moja ya jengo la ghorofa lililoenda hewani ambalo lilionekana la kifahari mno, na kisha ndio akasimamisha nje kabisa ya bustani nzuri. Kiufupi, eneo hilo lilikuwa ni kama taasisi hivi ya kiserikali. Ni muda huo watu wasiopungua 100 waliweza kutoka katika kila pande za kambi hiyo. Baadhi yao walikuwa katika level ya ukamilifu wa mwili na wengine walikuwa katika level ya mkandamizo wa nafsi. Wote walikuwa wamevalia mavazi ya kitamaduni kuashiria ni wa ukoo ama kabila moja. Sasa Hamza yeye aliishia kushuka kutoka kwenye gari huku Chinga naye akifuata. Hata hivyo Hamza kutegemea eneo hilo lingekuwa na watu wengi namna hiyo. Ingawa ni kweli lilionekana kuwa na maboksi ya nyuki kama alivyotarajia, pengine ufugaji huo wa nyuki ulikuwa ni kwa ajili ya kutowafahamisha watu juu ya uhalisia wao. Hamza na Chinga walijikuta wakiwa wamezungukwa na watu 100 pande zote wakiwaangalia kwa tahadhari. Karibu watu hao wote hawakuonekana kumfahamu Hamza, lakini baadhi ya wasichana waliojivika kanga kitamaduni zaidi walionekana kushangaa baada ya kumuona Chinga, huku wakimnyoshia vidole kama vile wanajiuliza kwamba huyo bonge yupo hapa tena kufanya nini. Kwanza walibaki wakiulizana, huyu si alifukuzwa na Master Jiwia huyu? Alafu kwanza kwa nini Master Jiwia hajarudi? Hamza mara baada ya kuangalia wanawake hao wakiongea, ni kama sasa alianza kuelewa. Alisha tu kumwangalia Chinga kwa macho ya kubeza. Muda huo Chinga yeye alikuwa na sura ya moto kutokana na aibu. Wanawake hao walikuwa visu kweli kweli. Oya, walikuwa ni pesi. Yani ni visu na kumsisimua mwanaume yeyote yule, hasa kutokana na kuwa na mafunzo ya nishati. Ilifanya ngozi zao nyeusi kuvutia. Hawa watu hawahitaji hata skincare, hakuna cha chunusi. Basi Hamza aliwatazama tu. Ndio maana ulipokea kichapo. Kumbe nia yako haikuwa kuja hapa kupigana, bali kutafuta wanawake, si ndio? Sasa Mr. Hamza, hakuna sheria inayonizuia mimi kutokupigana na hao warembo. Wanaume na wanawake tupo sawa katika mafunzo ya nishati, aliongea Chinga kwa kujitetea. Hebu achana na mambo ya usawa bwana. Wewe ushawaita tayari warembo, alafu naanza kuleta mambo yako usawa, aliongea Hamza akijifikiria huyu Chinga siku zote matatizo yake lazima tu chanzo kiwe mwanamke. Yani hakuna tatizo ambalo limemtokea Chinga halijahusiana na mademu. Yani Chinga huyo. Sasa muda huo mdada mmoja aliyekuwa kibonge alishia kucheka, akasema kwamba huyo bonge alivyokuja alianza kumsumbua madam na kutaka kujua umri wake na kusema eti amependa umbo lake. Basi ni muda huo mwanamke alionekana kuwa mtu mzima kidogo, lakini aliyejua kujitunza aliishia kuongea kwa kufoka, akasema kwamba kaa kimya wewe. Chinga aliishia kuficha uso wake, akikataa kuonekana anaona aibu. Hamza alishia tu kujisikitikia tu na kujiambia anamwombea master wake utulivu wa moyo huko ahera. Sasa ni muda huo alionekana mwanaume wa makamo aliyevalia koti la blue na mabuti mguuni, huku akiwa na mkasi mkononi wa kupogolea miti. Alisema kwamba nini jamani, mbona kuna purukushani nyingi bwana, nini kimetokea? Pale kabla hata hajajibiwa alishafika mbele na kumwangalia Hamza kwa mashaka kidogo, na kisha kuuliza kwamba bwana mdogo, wewe ni nani kuvamia kwenye kambi yetu mchana wote huu? Lakini kabla Hamza hata hajajibu, mmoja wa vijana aliyekuwa ameambatana na mzee huyo aliongea kwa mshtuko, akasema kwamba Mr. Hamza. Bwana ule aliongea kwa mshtuko. Sasa ule mzee akauliza kwamba Jire, unamfahamu huyo bwana? Huyo Jire akasema kwamba baba, huyu ni Hamza mzee, mjukuu wa Jemadali. Huyo mzee alishtuka akasema nini? Ghafla tu watu walioweza kusikia Mungu wa silaha, Hamza mzee na umaarufu wake
walijikuta wakishikilia pumzi zao. Sura zao zilizidi kuwabadilika na kuwa mbaya, huko macho yao yakionyesha hali ya kupaniki. Kwa watu ambao hawajawahi kumwona Hamza hapo kabla, walikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Kila walipochunguza nguvu zake na kutoona kuwa tishio, walishia kujiuliza nini kinaendelea. Ukweli ni kwamba Jire na wengine walimjua Hamza kwa kumuona mara kadhaa kwa mbali, na hii ndio mara yao ya kwanza sasa kumuona kwa karibu zaidi. Hamza alikuwa tayari ameshazoea ukimya wa aina hiyo, hivyo alishia tu kuuliza kawaida, akasema kwamba wewe ndio kiongozi wa kambi ya wachaji? Hamza aliuliza. Yule mzee mara moja alionyesha heshima zake na kuongea, akasema kwamba naitwa Mkoni Ngwesha, kiongozi wa sasa wa kambi ya wachaji. Oh, Mzee Ngwesha Kilindima hiyo kwa wapi? Huyo ni babu yangu, alifariki mwezi uliopita kwa maradhi ya moyo, aliongea mzee huyo. Msikilizaji, Hamza alitingisha tu kichwa, na ukweli ni kwamba alishamjua Mzee Ngwesha Kilindima. Alikuwa ni mmoja wa wazee wenye historia ndefu ndani ya Tanzania, sehemu ya wanasiasa ambao walipigania uhuru wa raia wa kawaida. Nilivyokuwa makao makuu ya nchi, baadhi ya watu wako walileta fujo na kutaka kuingilia maeneo yanayomilikiwa na raia wa kawaida, na nikatoa maagizo ya kujiondoa haraka. Mnajua kuhusu hili? Aliuliza Hamza. Sura za mabwana hao zilizidi kuwa mbaya. Kajibu ya kwamba ni kweli, ni sisi tulio kuchokoza Mr. Hamza, tunalifahamu hilo na hatuna malalamishi mengine. Kunichokoza sio tatizo, mnachofanya ndio shida, aliongea Hamza, kisha pale pale alinyoosha kidole uelekeo wa Chinga. Leo huyu bwana wa kambi ya nyumbani tu alitembea kambini kwenu kwa ajili ya kushindana na nyinyi kirafiki tu. Hata kama alisema anataka kushindana na wanawake sio wanaume, bado haikuwa sababu ya yeye kushambuliwa. Kuindwa kisha kuibiwa, si ndio? Chinga alishia kutingisha kichwa chake tu kama mtu aliyeonewa. Sasa Mzee Mkoni alijikuta akishindwa kujizuia na kuangalia wazee wawili wa makamo waliokuwa wamesimama pembeni. Wazee hao wote walikuwa na mafunzo nishati ya mkandamizo wa nafsi. Walionekana kuwa na mbinu sawa na yule jiwia aliyeuliwa na Hamza. Mmoja ya wazee wale alishia kupiga hatua mbele na kisha akasema kwamba Mr. Hamza, sisi hatukufahamu kama alikuwa ni mtu wako. Kama tungejua mapema tusingethubutu kumfukuza, hata kama tungekuwa na ujasiri mkubwa kiasi gani. Nyinyi watu nadhani mnashindwa kuelewa pointi yangu hapa. Hili swala halina uhusiano na yeye kuwa mtu wangu au kutokuwa mtu wangu. Kama nyinyi watu wa koo za kale mnataka kupigana, basi piganeni wenyewe kwa wenyewe, na sio kuvamia miji mchana kweupe na kuanza kufanya manjonjo yenu tu na kuathiri watu wa kawaida. Au mnaona hili au kwamba mnaona labda hii nchi watu wa kawaida sio watu na nyinyi ndio watu, si ndio? Mnaliona hili kama ni jambo la kawaida sana, si ndio? Sura za watu hao zilishia kubakia kimya tu, wakiwa wamekakamaa miili yao. Hamza alishia kuvuta pumzi na kuishusha. Itakuwa ni kujisumbua tu hata nikiongea na watu wadogo kama nyie, maana hamna maamuzi ya mwisho. Hivyo kuanzia sasa nataka nyie ndio muwe wajumbe kwa hao wanaofanya maamuzi. Waelezeni hivi, sitaki kuona ushirika wote wa kikambi ama kikoo ndani ya jiji la Dar es Salaam au popote pale. Nikisikia sijui meungana na kambi hii na ile au koo hii na ile kwa ajili tu ya kupigania maslahi msio kuwa nayo, nitafahamu na nitawatafuta. Mmesikia? Na nikishawapata na wachukulia hatua. Mabwana hao mara baada ya kusikia kauli hiyo waliishia kushikwa na hofu. Wakasema kwamba Mr. Hamza, sisi ni wafuasi tu wa Master Jiwia, hivyo tutaongea naye akisharudi kuswili. Haina haja ya kuongea naye. Huyo mtu nilishamuua na mwili wake nilishautupia mtaroni huko. Watu mara baada ya kusikia kauli hiyo macho yaliwatoka. Mzee Mkoni na wengine wote walikuwa katika hali ya kufubaa. Ni kama hawakuamini kwamba Jiwia ambaye alikuwa ndiye mwenye nguvu kati yao wote alikuwa ameuliwa na Hamza ndani ya muda mfupi tu. Mzee Mkoni aliyekuwa akitoka jasho alishia kujielezea haraka, akasema kwamba Mr. Hamza, tutatii maagizo yako na kujitenga na ushirika wote wa kikoo. Muda huo mzee huyo aliona hata kama atakasirisha familia hizo za uungu wa kikoo na wazee wake,
itakuwa bora kuliko kufia kwenye mikono ya mfalme wa kuzimu. Hamza alishia tu kutoa tabasamu kama mtu ambaye yupo hapo kirafiki tu. Hasa kwa nini mnatetemeka namna hiyo? Kuna kitu pia nataka kuwauliza. Vipi amnikaribishi ndani? Mzee Mkoni na wazee wengine walishia kuangaliana. Wakati mioyo yao ikiwa kwenye makoo yao, haraka waliishia kuonyesha uelekeo wa ukaribisho kuelekea ndani. Basi wakasema kwamba tafadhali, karibu sana ndani Mr. Hamza, tumejisahau tu. Aliongea huko mlango kifunguliwa. Ndani ya jumba hilo kuu zaidi hapo, kulikuwa na samani za bei ya juu mno pamoja na kupambwa kitajiri. Hamza alielekea moja kwa moja na kukaa kwenye sofa la katikati, kusasa Chinga akisimama nyuma yake akihofia hata kukaa chini. Hamza mara baada ya kukaribishwa kikombe cha chai, aliishia kunywa kidogo tu huku akiwaangalia wazee hao waliokuwa wakitetemeka mikono. Yaani ni kama vile wamemkaribisha shetani nyumbani kwao. Vipi, upo tayari kujitenga na familia nyingine za kikoo? Au hali inakulazimisha kutokunijibu kweli? Mr. Hamza, ingawa kambi yetu ya wachaji haiwezi kulingana na koo zingine zenye mizizi mirefu ndani ya nchi hii, lakini bado sisi tuna historia ndefu ya maelfu ya miaka. Vizazi na vizazi vya mababu zetu vilishaondoka na kupitia mambo mengi na vivuli vya nguvu nyingi pia. Lakini ni ngumu kwetu kuwa watumwa wa koo nyingine. Lakini kuna msemo wa heri kuwa kichwa cha mwiba kuliko kuwa mkia wa simba. Ingawa tunataka kuwa na connection na watu wa koo nyingine kwa ajili ya kupata rasilimali, lakini uhuru una nafuu. Baada ya mzee mmoja kuingia, mzee mwingine aliongea akasema kwamba mzee Mkoni yupo sahihi, hatuna nguvu zozote za kujitetea mbele ya koo nyingine, hivyo tunaishia kutokuwa tuna machaguo zaidi ya kukubali. Aliongea mzee mwingine na wazee wengine walitingisha vichwa kukubali. Okay, kama ni hivyo, je, mnafurahi kusikia mwenzenu Jula anaendesha tawi la kanda ya kati amekuwa kibaraka wa mwanamke? Aliuliza Hamza. Mara baada ya wazee hao kusikia jina la Jula likitajwa, waliishia kuangaliana kwa namna ya kejeli. Sasa mzee Mkoni aliona yeye ndo atolee ufafanuzi jambo hilo. Jula aliingia kambini kwetu kama mwanafunzi wa kawaida tu ambaye anajaribu kujifunza mbinu za nishati. Tabia yake ya ucheshi iliwavutia wengi na kumfanya kuwa maarufu. Hata hivyo, kutokana na mimi kufahamiana na marehemu baba yake ambaye pia alinionyeshea fadhila nyingi, niliamua tu kumpatia nafasi Jula kuongoza tawi letu la kifamilia upande wa mikoa ya Dodoma. Sasa amekuwa hai sana kwenye kututafutia ushirika na koo nyingine. Lakini kwa jinsi ambavyo anatuwakilisha ni jambo ambalo hatulitaki, kwa sababu ni kama anatufanya tuwe watumwa kwa washirika wetu. Aliongea mzee Mkoni. Hamza alifikiria kidogo na pale pale moyo wake uliamini maneno hayo. Hata kama matendo mengi ya Jula familia hiyo haikubaliani nayo, lakini kitendo chake cha kuwa kiongozi wa familia tawi la makao makuu ilimaanisha hakuwa mwepesi au wa kuchukuliwa kawaida. Hamza alijiambia lazima kuna mtu ndani ya familia hii alikuwa akimsapoti. Lakini sasa jambo pekee ambalo Hamza aligundua hapo kwa hao wazee ni kwamba ingawa walikuwa na matamanio ya kuwa vigogo ndani ya nchi, lakini bado walijua kudhibiti tamaa zao. Kama ambavyo wenyewe wamesema, heri kuwa kiongozi wa familia yako kuliko kuwa mtumwa ndani ya jumba la kifalme. Hata kama serikali ili wawekea vikwazo vya kutokuonekana hadharani na kufanya wanachojisikia, lakini angalau walikuwa na eneo lao na pia uwezo wa kujenga uhusiano na watu waliokuwa na nguvu. Okay, kuanzia sasa mimi nitahakikisha kila kitu kinarudi kama kilivyokuwa mwanzo. Sijui wakuu wa kambi, familia maarufu, wakuu wa majambazi, mafisadi na kila kitu ndani ya ulimwengu wa giza kitarudi kama ilivyokuwa mwanzo. Kila mtu atatawala eneo lake pasipo kuingilia la mwenzake wala kuingilia masuala ya watu wa kawaida. Kuna ambaye anapingamizi na hili? Aliuliza Hamza. Wazee hao wa kambi ya wachaji waliishia kuangaliana na kisha wote kwa pamoja walitingisha vichwa kukubali. Wakasema kwamba hatuna pingamizi kabisa kama kila kitu kitarudi kama ilivyokuwa mwanzo, lakini Mr. Hamza, utaweza kupigana na hizi familia zote za ushirika peke yako? Msikilizaji, ingawa walifahamu Hamza alikuwa na nguvu za kutosha,
ila waliona inaweza isiwe uhalisia kwamba yeye peke yake anaweza kusimama na kushindana na familia zote za muungano wa kikoo. Hakuna sababu za nyie kuuliza kuhusu hili swala. Kama nimekwisha kusema, basi mfahamu tu kwamba na sababu zangu za kufanya hivyo. Mara baada ya Hamza kuongea hivyo, pale pale alisimama kwa ajili ya kujiandaa kuondoka. Kwenye moyo wake alikuwa na mpango, japo haukuwa wazi sana, lakini sasa ile anataka kuondoka ndani ya eneo hilo. Mara alihisi mkandamizo wa nguvu isiyokuwa ya kawaida ikisogelea kutoka nje. Hamza alisha kutabasamu kidogo, huku sasa akitingisha kichwa na kwa kujiamini kabisa akatoka nje. Mara baada ya kutoka nje, aliweza kuona wanaume na wanawake kama 4 hivi waliokuwa wamevalia nguo tofauti tofauti. 2 kati ya 4 hao walikuwa katika levu ya ufunuo mkuu na 2 wengine walikuwa katika levu ya mkandamizo wa nafsi. Kati ya watu hao, mwanaume mmoja aliyekuwa na nywele fupi na mwili mnene alisema kwamba Mr. Hamza, tunakuheshimu na cheo chako cha ukomando wa silaha, lakini matendo yako ya leo huoni ni kama umevuka mpaka usiopaswa kuvuka? Yaani kwamba kwangu kufanya kazi nahitaji ruhusa yenu ama? Baada ya Hamza kuuliza hivyo, wakamjibu ya kwamba ingawa kwenye macho yako sisi ni wadogo sana, lakini bado sisi ni wawakilishi wa umoja wa kikoo. Nyumbani kwetu kuna familia nyingi sana na wazee wa uungu wa kale wengi na wataalamu wa mapigano. Hivyo kama kweli unataka kuitoa kambi ya wachaji kutoka kwenye muungano wa kikoo na kisha tuondoke hapa mjini, basi unatakiwa kupigana dhidi ya watu wote wa umoja. Mr. Hamza, upo tayari kushindana na makumi ya koo wewe peke yako? Yaani nyie inaonekana wazee wenu wa kale tayari wameshakasirishwa na mimi. Kwa hiyo sasa mnataka kupigana uso kwa uso ama? Hamza alijua fika watu hao walifika tu kwa ajili ya kutoa ujumbe walioagizwa na wazee wa koo. Baada ya kutokubaliana na agizo la Hamza kuambia waondoke Dar es Salaam na kuvunja umoja wao, isitoshe isingekuwa rahisi tu kwao kukubali, kwani Dar ni jiji muhimu sana kwa Tanzania sana. Kama wakikubali kuliachia, maana yake ni kwamba wanachia kila kitu. Sasa wakiachia mkoa wa Dar, unadhani ni mkoa gani ambao ni muhimu sana kwa Tanzania tofauti na Dar es Salaam? Basi Hamza akaambiwa ya kwamba wazee wetu wa kale wamekuvumilia sana Mr. Hamza kwa kila namna, lakini matendo yako yanaingilia moja kwa moja uendelevu wa familia zetu. Alafu isitoshe sio kama matendo yako ni kwa ajili ya familia ya Simba, bali ni kwa ajili ya mambo mengine, si ndio? Yaani nyinyi mnaongea kama vile yani hamkuweza kuishi vizuri mwanzoni. Nitaongea tena kwa kurudia. Ondokeni hapa jijini na kurudi mlikokuwa mwanzo. Na hapa siku moja tu. Kama wazee wenu wa kale hawakubaliani na maagizo yangu, waambieni waungane pamoja na waje wenyewe. Mimi Hamza nitakuwa hapa. Kama ujasiri wanao, wajitokeze tupambane. Baada ya Hamza kuongea hivyo, mwanamume mwingine aliongea sasa akicheka kwa wovu, akasema kwamba tunajua hata kama sisi wote 4 hapa tukiungana hatukuwezi, lakini usisahau unatakiwa kulinda hii kambi yote. Isitoshe sio wewe peke yako mwenye nguvu pekee. Alafu usidhani kwamba kama muungano wote wa koo kiamua kushambulia, hivi unadhani kwamba utaweza kulinda watu wote ndani ya hii kambi? Mara baada ya maneno hayo kusikika, watu wa kambi hiyo walijikuta wakifuba sura. Walishindwa kujizuia na kujiuliza kama Hamza angeweza kweli kuwalinda kama vita ikianza. Kwa hiyo unasema wazee wenu wa kale wamechoka kuishi na wapo tayari kupambana na mimi kwa kunitishia, si ndio? Aliongea Hamza huku sasa muonekano wake ukigeuka wa baridi. Hamza pale pale wakati akipanga kuwaua watu hao mara moja ili kuweka mahesabu sawa, ghafla aliweza kuhisi nguvu kubwa zaidi ya mtu wa level za juu ikisogelea eneo hilo. Sauti ilisikika ikisema ya kwamba nani analeta uchafuzi mbele ya makaburi ya mababu zangu? Msikilizaji, ni muda ule Hamza aliweza kumuona bwana aliyevalia tracksuit ya kijani akisogelea eneo hilo kwa spidi, huku akiwa sasa amekalia silaha na kufanya aonekane kama mchawi anaendesha ungo. Hamza alishia kukaza macho yake. Pale pale aliweza kugundua bwana huyo alikuwa ni sehemu ya wazee wa ungu wa kale. Alishawahi kumuona mara moja tu wakati wa vita yake na Wahinde. Mzee wa ungu wa kale aliyefahamika kwa jina la Kilindima. Hamza alishangana kujiuliza isije ikawa mkale Kilindima alikuwa na uhusiano na familia hiyo ya wachaji mara baada ya kusikia maneno yake.
Lakini mara baada ya kufikiria na kukumbuka jina la mkuu wa kambi aliyepita kuitwa Ngwesha Kilindima, aliweza hatimaye kufahamu jambo, lakini ni swala ambalo hakuwahi kufikiria mwanzo, kama bwana huyo angekuwa na uhusiano na kabila la Wachaji. Sasa mdogo pia Hamza aliweza kugundua mzee Mkoni na wazee wenzake wengine walionekana kutokumfahamu Mkale Kilindima, kwani wote walionekana kuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Mara baada ya Mkale Kilindima kutua chini kwenye ardhi, aliweza kuona hakukuwa na mabadiliko yoyote kwa Wachaji hao, na pale pale aliongea kwa kufoka akasema kwamba nyinyi mina saba msio na faida, mnashangaa nini sasa? Kwa hiyo hamtaki kupiga magoti na kuanza kunisujudia baada ya kuniona? Nyinyi wengine sio ndugu, mnataka kuona nimeficha nini sasa? Hamza alishindwa kujizuia na kutabasamu tu. Kwa maneno ya Kilindima ya kuwaita mina saba alimaanisha walikuwa ni ndugu zake. Hata hivyo, kwa sababu alikuwa ni babu wa kale sana, hawakuweza kumjua ni nani. Sasa Mkoni na wenzake walikuwa na hali ya ajabu. Walimwangalia tu kwa makini bwana huyo wa makamu ambaye umri wake ulionekana kuwa mdogo kuliko wao. Basi wakamwambia kwamba tunaweza kukufahamu wewe ni nani? Kila mtu muda huo alikuwa akilaani kimoyomoyo. Walijiambia kwa nini huyu kichaa akajitokeza tu na kuanza kujigamba mbele yao. Walifikiria kama isingekuwa kwa uwezo wake wa kupaa, wangekuwa wameshamshughulikia mapema tu. Mara baada ya Mkale Kilindima kutaka kutaja jina lake, alihisi si sahihi. Hivyo alimwangalia Hamza na kusema kwamba mjukuu wangu, hebu waambie mimi mkale wao ni nani? Sasa tangu lini mimi nikawa mjukuu wako? Aliuliza Hamza akiwa hajaridhika kabisa. Sasa huyo mbabu akasema kwamba kama nimezaliwa wakati sawa na babu yako Simba Mkongwe, huoni ni sawa mimi kuwa babu yako? Hamza alitaka kupingana naye, lakini mara baada ya kufikiria umri wake kwamba amezaliwa wakati sawa na Simba Mkongwe, aliona ni kweli alikuwa akitosha kuitwa babu yake. Alipofikiria pia alikuwa na maadui wengi, alijiambia haitokuwa sawa kujiongezea adui mwingine wa umoja wa ungu wa kale. Hivyo moja kwa moja aliwageukia Mkoni na wenzake. Aisee, huyu ni mzee wenu wa kale, Ngongoti Kilindima. Basi familia hiyo ya kabila la Wachaji walijikuta wakishangaa mno. Walihisi ni kama wamesikia vibaya. Hawakutaka kuamini kwamba bwana huyo alikuwa ndiye mpiganaji wa falme ya kale. Ukweli ni kwamba majina mengi ya watu wa kale yalishapotea, na iliyobakia ni asili yao tu. Pia historia zao nyingi zilipotea baada ya ukoloni, hivyo zilizobakia zilisimuliwa tu kwa midomo. Sasa Mkoni akiwa na uso wa mshangao akasema kwamba wewe ni Mgongoti uliyesimuliwa kwenye hadithi ya upanga wa machweo uliyepotea miaka 300 iliyopita? Aliongea hivyo Mkoni akiwa na uso wa mshangao sana. Msikilizaji, enzi ya kale, yani ya kale sana, kabla hata ya kuwepo kwa Tanganyika, enzi ya falme za kale, yani wapiganaji wa silaha wale waliojitegemea na kutembea kambi tofauti tofauti kwa ajili ya kushindana na wapiganaji wa falme waliitwa Ngongoti. Ukweli Hamza hata yeye mwenyewe hakufahamu sana kuhusu swala la Ngongoti. Alisoma taarifa hiyo tu kutoka kwa Himidu ambayo ilimuelezea Kilindima kwenye hadithi ya upanga wa machweo. Sasa ieleweke kwamba wakati jemedali anaunda umoja wa uungu wa kale, pia aliunganisha watu wa kale au Afrika wa kale ambao walikuwa ni wapiganaji wa kujitegemea, ambao ndani yake kulikuwa na Ngongoti. Sifa moja ya Ngongoti tokea enzi ya Afrika ya falme za kale, walikuwa na miguu mirefu. Kuna watu fulani hivi siji kanda ya ziwa siji wapi sielewi, ni maeneo mbalimbali, wale watu ambao wanakuaga na kama wanavaaga siji mlingoti hivi, yani wanakuwa warefu. Wanavaaga siji manini miguuni, wanaitoga Ngongoti. Sasa ndio hao. Sasa hao watu bwana walikuwa ni warefu, walikuwa na miguu yani mirefu. Baadhi ya makabila pia waliwafahamu kwa jina la Wanagangwa, ila wengi wanafahamu kwa jina la Ngongoti, ila makabila mengine wanafahamu kwa jina la Wanagangwa.
Mara baada ya Mgongoti Kilindima kusikia maneno hayo ya mshangao, angalau sasa alijiona anapata heshima yake. Kilindima akasema kwamba mnashangaa nini sasa? Sinasikia nina mchoro wangu mliokopi mapangoni. Aliongea Kilindima. Ni muda ule wanafamilia hao ni kama sasa walikumbuka kulikuwa na mchoro wa picha uliokuwa ni kama wa urithi kwao na waliotumia katika ibada za kimila. Walihisi unafanana naye. Jumlisha na Hamza kuongea hivyo, waliamini mara moja. Sio ghafla tu waligundua babu yao wa kale bado alikuwa hai. Machozi alianza kuwabubujika. Walishia kupiga magoti chini na kuinamisha vichwa vyao chini, huku sasa wakiliita jina la babu yao Mgongoti Kilindima. Hamza alishia kurudi nyuma kidogo, maana alijihisi ni kama yeye ndio anasujudiwa kuwa mkale. Kwa aliona anayesujudiwa inabidi awe mbele bwana. Yeye akaamua kujirudisha nyuma kidogo. Hamza pia alikuwa na shauku kubwa ya kumfahamu bwana huyo. Alafu isitoshe mpaka kuweza kuteka umakini wa mtu kama jemadari ilimaanisha kuna historia. Sasa Mgongoti Kilindima alishatu kugusa kidevu chake kwa namna ya kuridhika. Ni unajua tena ukipewa heshima Lakini aligundua alishanyoa kidevu chake na kuishia kurudisha mikono yake nyuma. Alijisikia ufahari na kisha pale pale akaongea akasema kwamba haya, simameni wote sasa. Nianze kuangalia moja moja namna mlivyo. Mmenisikitisha sana bwana mimi na mababu zangu bwana. Kama mimi nisingeweza kuona mkiingizwa katika hatari ya kupoteza asili yenu, mkale mimi nisingejitokeza kabisa kusaidia wapuuzi kama nyie. Basi walishia tu kuinamisha vichwa vyao, lakini walikuwa na furaha mno kwenye sura zao. Ukweli ni kwamba moja ya sababu ambayo ilifanya koo ya Wachaji kuwa dhaifu na kushurutishwa na koo nyingine licha ya kutokutaka kuwa watumwa ni kwa sababu tu walikosa mzee wa kale kama ilivyo kwa familia nyingine. Sasa kugundua kwamba na wao walikuwa na mtaalamu wa ungu wa kale ilifanya wahisi nguvu za ghafla. Sasa wale mabwana wanne waliongea wakasema kwamba kumbe ni kweli ni Mwagangwa Kilindima. Babu mkale, wewe kama mmoja wa wazee wa ungu wa kale, naamini hutofanya mambo kuwa magumu mbele ya ushirika wetu wa koo. Basi Kilindima akasema kwamba nyinyi mnachekesha sana. Kwa hiyo Mkale Bihu na Ziwa wanajiona wako juu sana siku hizi kiasi kwamba wanadhani wanaweza kufanya wanachojisikia au wanataka muwe mbolea hili eneo. Aliongea Kilindima. Bihu na Ziwa, msikilizaji, ni wale wakale walioonekana kwenye pambano la Wahinde wa ukoo wa damu ya jasho la sumu kama utakuwa unakumbuka. Sasa ila anamaliza sentensi yake tu, mara ulivuma upepo mkali sana na kusababisha majani mengi ya mti kupukutika, lakini hayakudondoka chini na badala yake yaligeuka kama visu na kuwasogelea kwa spidi wale mabwana. Sauti tu ilisikika kusema kwamba tukimbie. Wale wanajeshi wanne wa koo waligundua Mgongoti Kilindima amefanya shambulizi na kutaka kukimbia. Waligundua walishachelewa muda mrefu. Upepo mwingi uliozingira kila upande katika hali ya kisulisuli na kushindwa kusogea. Yale majani ya miti nayo yaligeuka viwembe na kuwacharanga katika vituo muhimu vya miili yao na kuacha majeraha. Ilikuwa ni kitendo cha kufumba na kufumbua tu. Wote wanne walitokwa na damu nyingi mno. Watu wa kambi ya Wachaji walijikuta wakilipukwa na muhemko mkubwa na kuhisi hamasa yao kuamka kiasi cha kushangilia. Hamza alishia kusinyaza macho yake tu. Hata kwa mtaalamu kama yeye wa silaha alikubali uwezo wa bwana huyo katika kudhibiti nguvu yake ya kusudi. Ingawa nguvu yake ya kusudi haikuwa na nguvu kama ya kwake isiyopingwa, lakini ni moja ya nguvu ya kusudi ambayo aliweza kuiona ni ya kipekee ukiachana na ile ya Gwiza, mvamizi wa kambi ya Nyumbanitu, baba mzazi wa Fiona. Hata hivyo, Hamza alishasikia taarifa nyingi kuhusu Mgongoti huyo kuwa na nguvu ya kusudi ambayo ilikuwa ni ya kipekee zaidi. Hasa Kilindima akasema kwamba mjukuu wangu, nguvu yangu ya kusudi haiwezi kulingana na ya kwako, lakini bado ina nguvu kubwa. Au wewe unaonaje? Aliongea Kilindima huku sasa kitabasamu. Msikilizaji, nguvu ya kusudi ni sawa na ufunuo wa kisilaha. Ufunuo nao una hatua zake za ukuaji. Sasa kwa kulinganisha nguvu ya ufunuo wa kusudi wa Mkale Kilindima na Hamza, ilikuwa ni mbingu na ardhi. Kwa ufupi ni kwamba nguvu ya kusudi ya Hamza kwa namna alivyosoma katika vitabu vingi ilikuwa katika hatua ya anga, ardhi na fahamu. Hakukuwa na maneno rahisi ya kuelezea, lakini hivyo ndivyo alivyoweza mwenyewe kuelewa. Na kama kusema nguvu ya kusudi kwa kushika kitu, kutoa nguvu ya kusudi kwa kutegemea silaha, nguvu ya kusudi ya silaha ya moyo,
na kusudi pasipo silaha. Nguvu ya kusudi ni kama imani ya kutaka jambo fulani litokee na kisha likatokea. Hiyo ndio nguvu ya kusudi. Lakini imani hiyo ikiwa katika msingi wa kitu ndio tunaita ni kusudi katika daraja la binadamu. Kimsingi nadra sana kwa binadamu kuweza kupata ufunuo wa kusudi katika miaka na miaka. Sasa level ya nguvu ya kusudi ambayo Hamza alikuwa nayo ilikuwa habari nyingine ise. Ndio maana kwa mtu kama jemadari alikuwa na heshima kubwa sana kwa mtu aliyenayo. Ndugu mvamizi, naweza nikasema nguvu yako ya kusudi ni kubwa mno. Mimi sitakuita babu, nitakuita mzee wa kale tu. Baada ya Hamza kuongea hivyo, mzee alicheka akasema kwamba hata mimi sitaki kukuita mjukuu, nitakuita mtukutu. Isitoshe bado nina muonekano wa kijana. Tangu enzi wanawake walipendelea kuniita mtanashati Kilindima. Mtanashati linakufaa zaidi. Ila sijategemea babu wa kale wa kabila la Wachaji kuwa wewe Mkale Kilindima. Kwa kile ulichofanya sasa hivi inaonekana unaniunga mkono. Mimi nimefurahi angalau na mimi na mshirika wa ungu wa kale. Mimi nawajibika kuhakikisha asili yetu ya Uchaji haipotei. Isitoshe licha ya kuzaliwa ndani ya familia ya Wachaji miaka 400 iliyopita, sijawahi kubakia nyumbani. Mimi nilishia kwa kuzurula tu huku na huko. Hivyo hata sijali sana kama anaheshimika kama Mkale. Sawa, hata kama unaweza kulinda asili ya kabila lenu, lakini ikiendelea hivi pasipo kuondoa mzizi wote, huoni ni swala la muda tu mtazingirwa pande zote? Sasa mimi na wasiwasi gani sasa wakati wewe mtukutu upo? Kwanza sidhani hao wazee wa muungano wa kikoo wanakuweza. Au unakosea? Mzee, naona unaniona mimi ni mwenye uwezo mkubwa sana, si ndio? Anaongea Hamza kwa mshangao kidogo. Kwa sababu mbele ya macho ya watu wa kawaida ingeonekana ni ujinga kwake peke yake kusimama dhidi ya koo zote zilizoungana. Mimi sio kukuona mwenye uwezo, ni kwa sababu tu namwamini Simba Mkongwe. Hamza alijikuta akibakia kimya kwa muda. Ni kama sasa anahisi uhusiano kati ya Mgongoti Kilindima na jemadari haukuwa wa kawaida. Sasa ni muda huo Kilindima alimshika Hamza bega na kisha akasema kwamba kwa sababu tupo hapa na hili eneo angalau lina utulivu na tayari ni mchana, unaonaje tukipata chakula kabisa ndio tuondoke? Aliongea na kabla hajasubiri jibu, aligeukia Mkoni na wenzake. Akasema kwamba nyinyi wanaharamu wa nyumba, hebu tuandalieni tafrija bana, toeni vyakula au kuchinja vinono mtuandalie. Huyo komando wa silaha anatakiwa ashibe vizuri, mshibisheni vizuri maana atakuja kuwa connection yenu kubwa. Basi mzee Mkoni na wazee wengine walijikuta wakijawa na furaha mno kama watoto. Haraka sana waliitikia kwa nguvu na kisha kuharakisha kwenda jikoni na kuona kwamba wana mzee wa kale na pia wanaye mwamba wa silaha, mwamba mwenyewe Hamza mzee kama mshirika wao. Walihisi hali yao ya kujiamini imeongezeka mara 100. Sasa Hamza alihisi kuna kitu hakipo sawa. Alishia kutoa simu yake na kuangalia saa. Ndio kwanza saa 4 hii mzee. Imekuwaje kukawa mchana? Aliongea Hamza kwa uchungu. Kilindima akasema kwamba basi tutaita chakula cha kabla ya mchana. Aliongea Kilindima akiwa na tabasamu. Kwamba unamaanisha brunch? Aliongea Hamza ambaye alishindwa kujua cha kufanya. Alitaka kuharakisha kurudi nyumbani kucheza na bando. Upande wake wa kulia, Chinga alionekana kushika tumbo lake na kupiga miayo. Chinga akasema kwamba Mr. Hamza, niseme tu kweli hapa nina njaa. Fala wewe, hujaulizwa. Hata hivyo Ngongoti Kilindima hakujali sana na mara moja alimuhimiza Hamza kwenda naye kwenye ukumbi wa chakula. Watu wa kambi hiyo ya Wachaji walikuwa washarp kweli kweli. Jikoni tayari chakula cha mchana kilikuwa kikiandaliwa. Hata hivyo walianza kubadilisha vyakula na kuongezea vile walivyoona ndivyo vya hadhi ya juu. Familia kubwa kama hizo hawakuwa na utamaduni wa kuchinja baada ya kuja kwa wageni. Huwa wanachinja kwanza na kisha nyama zao huzitengeneza kuwa kama beef. Ukweli ni kwamba ukiachana na kusifika kuuza asali tamu, lakini vile vile walisifika kwa kuuza nyama tamu ya kondoo hotelini, maarufu kama nyama ya kuvumbika. Ndani ya muda mfupi tu vyakula mbalimbali vilipangiliwa juu ya meza. Wazee wengine wako waliingia ndani ya ukumbi huo mmoja baada ya mwingine wakitaka kuwa na ukaribu na Mkale Kilindima. Wote walikuwa na matabasamu mazito.
Hata hivyo, kabla hata hawajamsogelea, aliishia kuangalia kwa uso wa userious. Akauliza kwamba nyie watu mnataka nini bana? Basi mmoja wao akasema kwamba babu wa mababu, tungependa kula na kunywa na wewe. Tunao mengi sana ya kukuambia na ya kukuuliza. Tunataka kujua kama ulikuwa hai kwa miaka mingi hivyo, kwa nini haukurudi? Hivi nyie watu kutu ni wajinga eti? Kama mshajua mimi ni babu wa mababu zenu mnayepaswa kusujudia, kwa nini mnataka kula na mimi? Baada ya kuulizwa hivyo, Mkoni akasema kwamba tunataka kutoa sadaka. Sadaka ya nini sasa? Au mnataka kuninyoosha uji wa damu ya changaa kama mnavyofanya kwenye ibada zenu za kimila? Hebu tokeni hapo bwana. Aliongea akinyoosha kidole mlango. Wazee hao wa kabila la Wachaji waliishia kushindwa kujua cha kufanya. Walihisi mkale huyo alikuwa na hasira za karibu sana. Baada ya mkale Kilindima kumwangalia na Chinga ambaye alikuwa akijipakulia chakula, aliishia kumfokea akasema kwamba na wewe bonge bwana, mtoka hapa. Chinga akasema kwamba babu mkale, bado mimi sijajipakulia nyama ya kuku bwana, na hamnayo sana. Aliongea Chinga akijitilisha huruma. Jina la babu mkale alivyoliita ni kama vile alimchukulia babu huyo ni kama babu wa babu zake. Eti babu mkale. So kabla hajasubiria kujibiwa na babu huyo, Hamza alinua sahani ya kuku wa kukaanga na kumpatia Chinga. Chinga alishia kupokea haraka sahani hiyo na kutoka hapo akiwa na furaha kama zote. Ukweli hakukuwa na mpango wa kubakia. Yaani hapo alitaka tu kujisevia na kisha kwenda kula kwa amani. Mara baada ya kila mmoja kuondoka, Hamza alishia kuongea kwa namna ya kusita. Mimi naruhusiwa kula mbele ya babu wa mababu? Kwako wewe mimi sijali ukila na mimi au la. Vipi, unapendelea mvinyo? Aliongea huku sasa akiinua chupa ya wine. Nimekuja na gari, siruhusiwi kunywa pombe. Sasa nani atakuuliza umekunywa pombe bwana? Nina mtoto nyumbani, ndio maana kama baba natakiwa kuishi kwa mifano. Kuwa mzazi nako kunabadilisha mtazamo bwana. Naona haushangai kusikia na mtoto. Inaonekana ulikuwa ukinifuatilia kwa siri, si ndio? Na ujaja hapa kwa ajili ya kutaka kula chakula na mimi. Ni kwa sababu unataka kuongea na mimi, si ndio? Mkale Kilindima aliishia kunywa glasi ya waini yote na kisha akaokota steak ya kondoo na kutafuna. Ni kweli nimekuwa nikikufuatilia kwa muda. Hata hivyo ni kwa sababu tu mimi nina shauku ya kutaka kujua Simba Mkongwe kaenda wapi. Hilo lina uhusiano gani na kunifuatilia mimi? Kwa sababu kwenye ulimwengu huu ukiachana na chakula kitamu sana, hakuna kitu kingine Simba Mkongwe alijali. Ukweli mbele ya watu wengi wanadhani Jemadali alikuwa hapo, yani alikuwa hapa Afrika kwa ajili ya kumzuia Shakyamuni kwa miaka mingi. Lakini hiyo ni mitazamo ya watu tu wa nje tu. Hata kutengeneza kwake umoja wa ungu wa kale ilikuwa ni maigizo tu. Istosha tujawahi hata kumuona huyo Shakyamuni zaidi ya kumsikia tu. Hata kwa watoto wake hana hisia nao kabisa za kuwajali. Lakini kwako wewe alionekana kuwa na mtazamo mkubwa mno wa matumaini. Mara baada ya Mgongoti Kilindima kumaliza kuongea hivyo, alishia kumwangalia Hamza kimzaa. Ndio maana nikafikiri naweza kujua alipoenda Mkongwe kupitia wewe. Na majibu yake? Kama tu namna ilivyo, mimi nadhani ni kwa hakika Mkongwe Simba hayupo tena kwenye ulimwengu huu. Huyu mzee ni mtu mbaya mno, hajali watu bwana. Kaondoka hata kama hakutaka kuniaga, si angeniambia tu tuondoke wote bwana. Kwani wewe na Jemadali mna uhusiano gani wa karibu? Uhusiano wetu sisi ni kama wewe na huyu bonge aliyetoka nje. Kama ni hivyo basi naelewa kwa nini hajataka kuondoka na wewe. Ungeishia kuwa mzigo tu. Mara baada ya kuona Hamza hakumwogopa, alishia kuokota glasi ya mvinyo nyingine na kisha kuishusha yote. Kama ningekuwa na uwezo ningesha kushushia kichapo sasa hivi. Wewe na babu yako mnafanana tabia zenu. Aliongea na Hamza alishia kutabasamu tu. Kama ulinitafuta kutaka kujua kuhusu Jemadali, ni kweli sijui ni wapi kaenda. Sasa wewe mbona una haraka sana ya kujibu? Mimi bado naongea bwana. Unajua
Kipindi cha kale sana nikiwa mdogo, nilikuwa na mafanikio ndani ya falme na kuingizwa hadi jeshini. Pia nilikuwa na muonekano wa kuvutia sana, hivyo wanawake wengi wakatokea kunipenda. Kitendo kilichosababisha nikaanza kushawishika na kuanza kula maisha na wanawake. Nikaanza kucheza hapa na pale nini, na sikubagua mwanamke yani kaolewa ama hajaolewa, mimi sikubagua. Mimi nilipita na kila aliyenifaa, huku nikijua waume zao wakigundua hawatonifanya chochote kwa sababu si hawaniwezi. Hawaniwezi bwana. Kwa hiyo unaweza usielewe dogo, kipindi hicho mimi nilikuwa naswaga balaa. Kwa hiyo ulitembea hadi na wanawake wa waume wengine, si ndio? Mbona ilikuwa ni tabia mbaya sana? Kwa nini bado unaongea kwa kujivunia? Sasa kwangu mimi sikuwa na tatizo kuiba wake za watu. Mimi sikuwa na tatizo. Kwanza enzi hizo wanaume wengi hawakuishi na mwanamke mmoja. Una wanawake wengi lakini hudumii. Umeoa nini sasa? Hata hivyo wazazi wangu ambao walikuwa ni wachaji hawakufurahishwa sana na tabia yangu. Walinitupia kila maneno ya laana kwa kusema nitakuja kufia kwenye kifua cha mwanamke. Ndio, mimi sikujua kutegemea simba mkongwe atakuja kwenye miliki yetu na kunitafuta. Hamza kusikia hivyo alishindwa kujizuia na kuuliza akiwa amekunja sura, kwa hiyo naye ulimuibia mwanamke wake kwa soga zako, si ndio? Wewe unaongea nini wewe? Au haufahamu mkongwe simba alikuja kukutana na bibi yako miaka juzi tu hapo? Hamza alishia kutoa pumzi ya weni. La sivyo angevunjika moyo kusikia jemadari naye alipigiwa. Wakati alivyokuja kunitafuta, mimi nilidhani kweli kuna mwanamke wake nilipita naye, lakini mimi sikutarajia angenitoa kwenye stare zangu na kuniambia anataka kujadiliana na mimi kuhusu mambo ya ufunuo wa silaha. Aliniambia ananiona nina uelewa wa tofauti kuhusu matumizi ya silaha, hivyo anataka kuniuliza maswali kadhaa. Sasa kama ingekuwa wewe ungejisikiaje? Mtu humwezi alafu anakuuliza hivyo, wewe ungejisikiaje? Kwa hiyo kuanzia siku ile na kuendelea nilikuja kugundua haijalishi nitakuwa mbaya vipi mbele ya macho ya watu wengine, lakini bado nina jambo la kujivunia. Wakati wengine wakiniona kama mbakaji, malaya, muhuni na mhalifu, ni simba peke yake aliyenichukulia kama mtu mwenye thamani na hakuzingatia madhaifu yangu. Msikilizaji, Hamza kusikiliza story hiyo alielewa sasa. Hakushangaa, ndio maana bwana huyo alionekana kuwa na wasiwasi mno juu ya jemadari. Kwa mtu wa level za jemadari, kama angeweza kumheshimu mtu kama yeye licha uwezo wake mdogo, kwa nini asiwe na athari kubwa kwenye maisha yake? Kama isingekuwa kwa jemadari kumfuata na kutaka kuongea naye kuhusu mambo ya silaha, pengine bwana huyo angefia kwenye kifua cha mwanamke kama wazazi wake walivyomlaani. Unajua ukweli, kipindi kile uwezo wangu ulikuwa ni wa chini sana na mimi sikuwa hata na la maana kujadiliana naye, lakini alivyoona sina cha maana cha kumwambia, aliniuliza ni chakula gani kitamu kinachopatikana kwenye falme yetu. Tena sasa nikimkumbuka huyu jamaa huwa najikuta nina mambo mengi sana niliongea naye na hayakuwa na maana sana mwanzoni, lakini yalikuja kuwa na maana baadaye. Alikuwa ni mtu ambaye anaongea vitu ambavyo yani unakuja kugundua amekufundisha kitu baadaye kabisa, yani hapo mdao humuoni. Aliongea huku akicheka na kugida mvinyo mwingine. Hamza alishia kutingisha kichwa chake tu kwa kumuelewa fika. Ukweli hata yeye alivutiwa naye sana. Ni hivyo tu mambo yake aliyafanya kama mafumbo magumu kwa wengine kuelewa. Unajua leo hii sababu ya mimi kuja kukutafuta na kupata chakula na kinywaji kama hivi ni pia kukufahamisha kwamba mimi sio kama hao wazee wengine waungu wa kale. Mimi na deni la fadhila kwa simba. Kwake yeye anaweza sijali sana alichonitendea, lakini kwangu mimi ni fadhila kubwa sana. Hivyo kwa sababu alikuchagua wewe kabla ya kuondoka, basi sina budi kusimama upande wako kwa lolote lile litakalotokea mbeleni. Niwe tu mkweli, hao wazee wengine wanaojiita wakoo za kiungu hawajitambui. Hawajitambui kabisa. Labda tu ni kwa sababu hatujawahi kupata ule uzoefu wa juu ya hatari ni nini. Isitoshe katika kipindi chote cha umoja ni simba mkongwe tu aliyesafiri kila kona ya dunia kupigana peke yake. Hivyo wengi wetu hatujui kikomo cha nguvu zetu na kuishia tu kujiona kwamba tunaweza. Lakini kuna tofauti gani ukiwa upande wangu au usipokuwa upande wangu? Sio kama ni kwa sababu ya wasiwasi wako juu ya asili yako ya wachaji kupotea. Hivyo unachukuliaje kwa mfano?
Kwani si nimekuletea na mtu mwingine wa kukusaidia? Kabla kuja hapa nishaongea na Mtakatifu Bubu kwenda kukusaidia kuweka mambo sawa upande wa kanda ya Ziwa na makao makuu ya nchi. Unaweza usifahamu hilo, lakini Mkalengwalundi ana ushawishi mkubwa mno. Familia nyingi ambazo zinaijua vyema historia ya kale, achana na ya kupikwa na wakoloni, ile yenyewe wanamsikiliza sana. Mzee wa ungu wa kale, Mkalengwalundi kakubali kusimama upande wangu. Lakini mbona simfahamu, yani naye simfahamu sana yani. Haijalishi kama unafahamiana naye au la. Hata yeye hakubaliani na kuona hao wazee wa kale kutengeneza ushirika wa kikoo kwa ajili ya kuleta matatizo ndani ya nchi. Isitoshe, hatufanyi kwa ajili yako tu, tunafanya kwa ajili yetu pia. Unaweza usifahamu, lakini Ngwalundi anaweza kuwa mtu wa kale sana kuishi ndani ya mipaka Afrika Mashariki kwa jumla. Ndio mtu wa kwanza aliyekuwa na mtazamo wa kuunganisha Afrika yote kuwa na dini moja kupitia ngoma. Alisifika sana enzi hizo kwa upigaji ngoma, na hata jina lake lilitokana na asili hiyo hiyo. Kwake kutokana na yani inakuwa Bubu, aliamini kupitia ngoma anaweza kuwasilisha mawazo yake kwa ajili tu ya kulinda mtazamo wake na heshima yake nini. Kwa hiyo aliingia katika vita na Simba Mkongwe na kupigana kwa zaidi ya raundi 20. Nini? Yani Ngwalundi alishawahi kupigana na jemadari? Wewe ulikuwa ufahamu? Usimchukulie kiwepesi ule Bubu, yani usimchukulie kiwepesi sana. Miaka 400 iliyopita babu yako alikuwa akitembea huko na huko kwa ajili ya kutafuta tu watu wa kupigana nao. Wakati huu Ngwalundi alifahamiana na moja ya monko wa dini ya Kibudha na kwenda naye falme za huko Uchina katika misheni yake ya kutafuta dawa ya kumwezesha kuongea. Sasa Simba Mkongwe alikuwa amemtafuta sana Ngwalundi, ndio akafahamu alisafiri kwenda China. Alimfuata huko China bwana. Kwa maelezo ya Ngwalundi mwenyewe, Simba alipigana mno na mamonki wengi wa Kibudha na kuwageuza viwete. Labda unaweza usifahamu, hata Ngwalundi wakati anaelekea falme za Uchina, ni kwa sababu hao Wabudha ndio walitaka kujifunza kutoka kwake kuhusu mbinu za mafunzo nishati. Sasa Simba mara baada ya kumpata Ngwalundi na kukubaliana kwamba kama angekubali kupigana naye kwa mapigo 100 basi angeondoka eneo hilo. Sasa na Bubu Ngwalundi alikubali na vita lipigwa bana. Hata hivyo aliweza kuhimili mapigo 20 tu na kuanza kutema damu na kupoteza fahamu. Wakati huu Simba Mkongwe hakuwa hata na uwezo mkubwa kama ilivyo sasa. Hata hivyo kutokana na kushindwa, alimpa masharti mengine Ngwalundi kuondoka naye. Na ndio alikubali sasa. Na kuanzia hapo ukiachana na Ngwalundi kupata heshima mbele ya monko wa Kibudha, lakini vile vile alifahamiana vyema na Simba Mkongwe na umaarufu wake ulisambaa mpaka Afrika kutokana tu na utaalamu wake wa kupiga ngoma. Aliongea hivyo. Sasa Hamza kusikia simulizi hiyo, alihisi utosi kumwasha. Ni kama alikuwa akiona namna watu hao walivyoishi katika kale yao. Sawa, nimekuelewa vizuri. Nitakuomba unisaidie kupitisha shukrani zangu kwa Master Ngwalundi. Kama kuna mtu mwenye kauli ya kutuliza hizi koo, angalau inaweza kunipunguzia usumbufu wa kuua watu wengi. Hamza alifahamu kabisa watu wengi, hasa hao wazee wa kale, bado walimchukulia kama mgeni ndani ya nchi hii. Hivyo aliona kama kuna watu wenye nguvu kama Kilindima na Ngwalundi wenye mtazamo sawa na wake, ni rahisi wao kusikilizwa zaidi kuliko yeye. Basi mzee akasema kwamba dogo Hamza, mimi nadhani napaswa kukupa pendekezo tu, maana kwa mtazamo wangu nahisi unafikiria sana. Unamaanisha nini? Usije kuniambia kwamba unataka niwe jeuri. Naweza kuwa hivyo, lakini sipendi kuigiza maisha. Mimi sijamaanisha hivyo. Ujeuri hufanywa na watu wasio na uwezo wote na udhaifu. Lakini kwa uwezo wako leo nao hupaswi kuanza kujisumbua kuongea na hawa panya na paka. Wataendelea kupata udanganyifu wa mawazo ya kujiona wao ni bora sana. Unajua kwa nini umoja wa damu takatifu ulitokea miaka 100 iliyopita? Kwa nilivyosikia ni kutokana na jemadari kuua ndugu wako nyingi waliokataa kuwa sehemu ya umoja ungu wa kale. Na unadhani kwa nini aliwaua? Kwa sababu walishindwa kubaliana na ukweli kwamba yeye jemadari ni mmoja tu ndani ya ulimwengu huu na anapaswa kusikilizwa. Sasa hayo ni maneno tu ya sababu nyingi tu zilizozungumzwa, lakini ukweli watu wa zamani za kale wengi walikuwa ni madikteta wasiokubali kuwa chini ya mwingine, hata kama mitazamo yao ipo kimakosa. Hilo halijabadilika tangu wakati ule na sasa. Sasa njia pekee ya kumfanya dikteta kukubaliana na mtazamo wako ni kuwa dikteta zaidi yake.
Ndio maana jemadari wakati ule aliwapelekea moto kiasi kwamba ni walishindwa mpaka kupumua na mioyo yao kukosa uwiano. Simba yeye hakusubiria sijui eti apate support ya mtu ili kuua watu. Hapana, kusubiria hiyo. Yeye mwenyewe alichukua sheria mkononi na kuua watu wote ambao walikuwa na nia ovu kwake. Ingawa kuua wazee wote wa kale, lakini aliua wengi tu. Na sababu yake ilikuwa ni moja tu. Kwa sababu uwezo wa kuua nao. Hivyo wanaotaka kumpinga wajifikirie wao wenyewe na familia zao. Kwa hiyo matokeo yake unajua nini kilichotokea. Wazee wengi waliokuwa na nguvu walikubali kuwa sehemu ya umoja wa uungu wa kale na kisha kwenda mafichoni. Wengine waliokataa wakakimbia na kisha kuunda umoja wao wa damu takatifu na wakaenda kujiunga na mfalme wa maangamizi. Sasa kuanzia hapo hakukuwahi kutokea vita vya ndani kwa ndani. Kwa hiyo Afrika ikapoa kabisa. Jemadari akawaacha watu wa kawaida kuishi bila kujua uwepo wa watu wa uungu wa kale. Na ninavyoona wewe unachokosea kwa sasa ni ule ubabe wa maamuzi magumu aliokuwa nao Simba Mkongwe. Muda mwingine vitendo vinavyoonekana sio vya kibinadamu ndio binadamu wenyewe sasa wenye hekima na busara ndani yake. Hamza alishia kufikiria kwa dakika kadhaa, kisha akatingisha kichwa chake kwa namna ya kukubali. Ulichosema kina mantiki, lakini mimi sio Simba Mkongwe. Mimi ni mimi. Siwezi kufanya kila kitu ulichofanya, lakini nitazingatia baadhi ya mapendekezo yako. Hamza alimchukulia Kilindima kama muumini wa jemadari. Hivyo alihisi hawezi kukubali kusikiliza kila anachomwambia. Okay, sawa. Mimi naondoka. Nataka niwahi nyumbani nipate chakula cha mchana na familia yangu. Isitoshe ni adimu kwangu kuwa nyumbani siku hizi. Napenda kumwona binti yangu akila chakula. Sawa bwana. Tunaondoka bwana. Kwa stali hiyo utakuwa mtumwa wa mtoto wako mwenyewe. Ni heri watoto wangu na wajukuu wote walishafariki. Vinginevyo mimi ningewaona wangeishia kunichukiza tu. Aliongea hivyo, Hamza alishia kujifikiria moyoni tu pasipo kuongea neno. Twende nitakusindikiza. Aliongea Kilindima. Familia yote ya kambi ya wachaji walikuwa wamekusanyika nje ya ukumbi. Mara baada ya kumuona mkale wao akitoka, wote walifuata nyuma. Chinga naye alikuwa ameshamaliza kula na kushiba tu. Alikuwa amechuchumaa kwenye nyasi mbali kidogo na ukumbi. Mara baada ya kumuona Hamza akitoka, mara moja alisogea na kumfuata. Mara baada ya Hamza kulifikia gari, alisimama na kisha kumgeukia Kilindima. Katika siku chache zijazo nitashughulika na haya masuala ya muungano wa koo za kale. Nadhani nikuagie hapa. Kilindima alishatu kutabasamu akitingisha kichwa. Hakujali sana kama Hamza angekubaliana na mapendekezo yake. Ni mpaka pale Hamza na Chinga walivyoondoka ndio sasa Kilindima aligeuka na kuangalia hao vilembokeze. Maana hao sio wajukuu wala vitukuu, hao ni vilembokeze. Na katika angalia yake, macho yake yalitua kwa msichana mmoja aliyefahamika kwa jina la Margaret. Akamuuliza kwamba wewe unaitwa nani? Msichana huyo mdogo na mbichi alionekana kufurahi sana kuulizwa na haraka sana akajibu kwa heshima za aibu akisema kwamba babu wa mababu, naitwa Margaret Mkoni. Kumbe unaitwa mrembo Mage. Aliongea akiwa na tabasamu la swaga huku sasa akiweka mkono kwenye bega la msichana yule na kisha akaongea kwa sauti ya chini ya kutongoza. Sasa Mage, wewe unanionaje? Sinavutia mimi nataka uwe mpenzi wangu bwana. Wewe unasemaje bwana? Watu wote walitulia kimya kama vile ni mizuka tu. Msichana huyo mrembo alishtushwa mno na jambo hilo na kushikwa na aibu sana. Mkale Kilindima alishia kuangalia watu hao kwa namna ya kutoa ni kama ni swati vya ulimi. Nyinyi mna matatizo gani kwani nyinyi bwana? Mimi na nyinyi hatujaonana vizazi na vizazi. Mimi sijioni kuwa na undugu na nyinyi bwana. Ingawa mimi na miaka mingi sana lakini kiafya niko vizuri. Au hamjui ng'ombe haizeki maini? Msinichukulie poa bwana. Hamza mara baada ya kuendesha gari na kulitoa barabara kuu, alishia kumwangalia Chinga pembeni yake. Oya, we bonge, kwa nini bado upo kwenye gari? Sasa Mr. Hamza mimi ningekuwa wapi? Kwani sinikwambia ukazururi na kujifunza kuhusu maisha? Kwa nini bado unataka kwenda na mimi nyumbani? Chinga alishauka kama mwili tu, huku akitoa sauti ya oho. Hata hivyo Hamza hakujali sana na pale pale alisimamisha gari. Shuka kwenye gari yangu na usepe zako. Chinga hakujali sana kwa sababu swala lake limeisha.
aliona anaweza kurudi kwenye ile kambi na kuwaomba wale warembo kupigana nao tena. Hivyo alikuwa na furaha. Alijiambia ingekuwa rahisi kuwapata kama atatumia nyota ya Hamza. Hamza mwanzoni alitaka kumpa maneno kadhaa Chinga ya mawaidha, asiende kutafuta tena wale wanawake, lakini alijiambia kama kwake anapendelea hayo mambo basi haina haja ya kuingilia asili yake. Usije ukafa huko uendako. Ukishapata ufunuo wa silaha nitafute. Usimtie tu aibu masta wako. Aliongea Hamza baada ya kushusha kioo. Chinga yeye alishia kupepesa macho yake kama mtu aliyeelewa jambo, na alishia kutoa tabasamu la dhahiri na kusema kwamba nimekuelewa Mr. Hamza. Basi bila kuongea neno lingine, Hamza alikanyaga pedali ya gari na kuongeza mwendo akimwacha Chinga anakodolea macho gari yake. Chinga mara baada ya kuona Hamza katokomea mbele, alishia kujishika tumbo lake na kisha akajiambia kwamba kifuatacho nitafute sehemu nichomoe hela benki, nikishashika hela mkononi nitapata akili ya mwelekeo wa chimbo lipi nizamie. Msikilizaji, kumbuka Chinga ana kadi aliopewa na Reji. Nadhani hii inawezekana ni black card. Kadi na pesa nyingi vibaya mno. Upande wa Hamza mara baada ya kufika nyumbani, ilikuwa ni muda wa chakula kimetengwa tayari mezani na alisubiriwa yeye tu. Mara baada ya kupokelewa na Reji, mrembo huyu aliishia kumtolea kiti huku sasa akiuliza kwamba vipi swala limeisha vizuri. Hamza yeye aliishia kukaa kwanza huku sasa akitingisha kichwa. Nataka Dina na wengine wakirudi niwape majukumu ya kushughulika na masuala ya hizi kambi na koo. Nataka kurudisha mambo kama alivyokuwa mwanzo wakati Jemadali akiwepo. Kila mtu arudi sehemu alikokuwa. Oh. Okay, vipi unahitaji msaada wangu ama? Kwa nini sihitaji msaada wako? Ili kazi kwenda vizuri tutahitaji intelijensia kutoka kwenye taasisi yako ya jicho la anga. Okay, sawa. Aliongea Reji sasa akimwangalia Bando ambaye alikuwa akisubiria watu wote kufika mezani. Ukweli hata Regina alitaka swala hilo kushughulikiwa mapema. Tokea kuondoka kwa Jemadali, hali kidogo ni kama haikuwa nzuri. Hata baadhi ya shule nyingi za private zilifungwa na walimu walifundishia watoto majumbani. Hiyo yote ni kutokana na ukosefu wa usalama. Hivyo karibu shule zote za karibu na eneo la nyumbani kwa Regina zilikuwa zimefunga huduma. Vipi umepata shule binafsi yote? Kama zote zimefungwa nadhani hata za serikali tu za awali. Nimejaribu kuangalia shule za serikali za karibu zenye mazingira mazuri. Zipo mbali sana. Sasa itamchosha shangazi kwenda kumchukua kila mara. Kuna shule moja tu karibu na hapa inamilikiwa na mwanajeshi mmoja hivi. Ina mazingira mazuri na pia ufaulu wa watoto ni mzuri. Kwa hiyo nataka Bando anzie hapo. Japo kidogo ni mbali pia. Shangazi akasema kwamba mwachini aende hivyo hivyo. Kwanza ni shule ya ghali, ufaulu lazima uwe juu. Kuhusu kumpeleka na kumrudisha nyumbani nitafanya hilo. Isitoshe sina kazi nyingi nyumbani. Balida naye akasema kwamba hata mimi pia naweza kumpeleka, isitoshe sina kazi nyingi pia hapa nyumbani. Basi mzee Abbas huko akicheka akasema kwamba hebu acheni kumgombania mjukuu wangu basi. Hizo ni kazi zetu sisi wazee. Aliongea mzee Abbas akicheka kwa furaha sana. Sasa Hamza alisha kutoa pumzi ya hisia nzito mara baada ya kuona upendo wa familia. Alijiambia kama angekuwa na uwezo kama wa Mgongoti Kilindima, pengine nyumba hiyo isingekuwa na makelele ya furaha namna hiyo. Kufikiria hivyo, aliona hapaswi kubweteka. Anatakiwa kujitahidi zaidi na zaidi kuwa imara sana. So katika siku zilizofuatia bwana, Hamza tofauti na kupoteza nusu ya siku yake kucheza na Bando, siku nyingine ya siku alipoteza kwenye mafunzo huko ndani ya msitu wa Pugu akifanya mazoezi makali. Eliza na Dina wao pia walirudi Tanzania kutoka kisiwani, na mara moja Hamza aliwapangia majukumu wote pamoja na Yones ambaye alikuwa akiishi hapo Dar kwa wakati huo. Kwa msaada wa Reji mambo yalienda vizuri. Genduleza upande wake aliishia kubakia kisiwani kwa maelekezo ya Hamza. Alijua kama angemwacha msichana huyo kurudi nchini angekuwa ni msumbufu sana. Nadhani tu unamfahamu Gendo alivyomkorofi, na asingeweka mkazo kwenye mafunzo yake. Eliza yeye aliweza kupanda level kufikia ukaidi wa asili. Dina na Yones wote walikuwa level ya umakinifu wa nafsi. Kwa uelewa wa Hamza, asilimia kubwa ya wanajeshi wa kawaida pamoja na baadhi ya majambazi wa ulimwengu wa siri wasingewaweza. Lakini pia Hamza aliwaongezea ulinzi wa Bafadel. Hivyo Hamza angalau hakuwa na wasiwasi tena na usalama wao na kujikita kwenye mafunzo yake. Sasa bwana,
kuna shughuli moja very surprised inakuja kutokea baadaye. Tukutane tu sehemu inayofuata kuweza kujua mengi zaidi, lakini niwapongeze kwa kujaribu wale wote ambao mmejitahidi kuwa angalau na kiasi kidogo cha mafunzo. Kuna watu mtakuwa mnajiuliza, mtu unaongezaje hicho kiasi cha mafunzo? Ni kwamba mwili wako usiuchafue. Umenielewa eh? Mwili wako usiuchafue. Utakuwa umeshanielewa. Kwa kufanya hivyo utaendelea kuilinda energy iliyopo ndani ya mwili wako. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.